pekee ambayo umetupa Mungu, ya kwamba tuko hai, ya kwamba tumekusanyika Mungu kwa tumaini la wokovu ambalo umetupa katika mioyo yetu. Tumekuja uweponi mwako Mungu ili tukaweze kusikia kutokana na wewe, Baba wa rehema, uliye muumba wa nafsi zetu, unayejua Baba mwisho wetu kabla ya mwanzo wetu, uliyetujua sisi kabla hatujaumbika. Baba, naamini ya kwamba neno hili linatufinyanga, neno hili Bwana linatuelekeza, neno hili Bwana linatudhibitisha katika makusudi yako, ili nafsi zetu zikaweze kusalimika. Pokea sifa na utukufu Bwana. Asante kwa kila nafsi, ya kwamba Bwana kwa uwepo wako wa Roho Mtakatifu wewe unaenda kunena nasi. Neno hili Bwana likapate nafasi katika imani yetu, likatujenge kwa makusudi yako. Kwa Kristo Yesu Baba naomba nikisadiki. Sadiko la Bwana liseme amen. Ujumbe wetu ambao tunaendelea nao, na hakika kwa Jumapili mbili mbele zetu tutakuwa tumetamatisha ujumbe huu. Naamini ya kwamba Roho wa Mungu atahudumia moyo wako kutokana na neno hili. Ninaamini ya kwamba Mungu atakutayarisha kwa ajili ya ushindi. Yawezekana neno hili linakuja kwa maisha yako sasa, lakini unasema Pastor, mimi sina shida, moyo wangu una amani, moyo wangu una furaha kwa ajili ya wema wa Bwana. Lakini neno hili litakuja kwako kama silaha ambayo utaliweka katika vipaji vya mioyo, hata wakati wa kujiliwa kwako, wakati giza litakuwa limeshuka, wakati utakuwa umejipata katika ponde la maamuzi, neno hili litatumika kama silaha. Maana Roho wa Mungu huchukua lililo ndani mwako akalitumia ili kukusaidia kushinda makwazo na vita zilizo mbele yako. Ujumbe huu ni kwamba healing the wounds of the heart and mind, kuponya majeraha ya moyo na mawazo. Kuponya majeraha ya moyo na mawazo. Majeraha ya moyo na mawazo. Kuna majeraha ambayo hayapati mtu kwa mwili huu wa nje, lakini ni majeraha ambayo yanatafuta kwenye uzima, yanatafuta kuliko na chemichemi ya mtu ili yaingie pale yaweze kumuumiza, na yanajua ya kwamba akishaumia mtu moyo wake, akishaumia mtu akili yake na mawazo yake, mtu yule hatakuwa katika nafasi yake ya kawaida kufurahia wema na makusudi ya Mungu juu ya maisha yake. So ni mbinu anayoitumia shetani ya kwamba atafute mioyo yetu ili ikaweze kunajiziwa, mioyo yetu itafutwe ili akaweze kulenga pale na mishale yake ya moto, ili kuondoa furaha na makusudi ya Mungu. Tutasoma neno la msingi alafu tukaweze kuendelea pale tuliachia. Neno letu la msingi ni katika kitabu cha Methali mlango wa 4. Methali mlango wa 4 mstari wa 20 hadi 27, na tena wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Na alika wasomaji waweze kusomea maandiko hayo matakatifu.
kabisa baba wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Katika kitabu cha Methali mwandishi anazungumza na mwanawe na anamwambia, mwanangu, haya maneno ninayokuambia usiyaruhusu ya kuondokee. Haya maneno mwanangu ninayokuambia, ninayozungumza kwako. Kanisa, tuko weponi mwa Bwana. Neno hili linalotoka kwa kinywa cha Bwana tusiliachilie likaondoka. Tusiliache likaondoka. Kwa nini tusiache liondoke? Anamwambia hivi mwanawe ya kwamba do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Katikati ya moyo wako, yasiwe nje. Ndani ya moyo wako, katikati, katika vipaji vya mioyo, yalinde, yaweke hapo. Yani ni kama safe. Yani hapa ni mahali pa sirini. Yaweke. Kwa nini yaweke? Mstari wa 22, for they are life to those who find them, and health to their flesh. Kwa nini yawekwe katika vipaji vya mioyo katikati? Maana ni uzima kwa wale wanayoyapata, wanaolipata neno hili la Mungu wapenzi. Kabla hatujaokoka hatukuwa hivi. Wengine sura zetu sijui singekuaje leo. Na huwa anazungumza kwa urahisi. Ukitaka kujua ya kwamba kweli neno la Mungu linatusaidia, angalia classmate wa standard 7, kwa wale tuliofika 7 tukafika 8. Wale tulikuwa nao direct pale tukiingia shule. Waangalie wale na wajua wachache ambao hawana neno la Mungu katika mioyo yao. Ili ujue neno la Mungu kabisa ni uzima na afya kwa wanaolihifadhi ndani mwao. Angalia marafiki zako ambao hawakuokoka, waliamua waishi maisha ya ulimwengu. Tulikuwa nao tukicheza nao kikiwa miaka 6, 7. Watafute mahali wako ambao neno la Mungu halikuingia ndani mwao. Sasa mwandishi anasema, neno hili mwanangu usiliache. Usiliache likakuondokea. Na mahali pa kulihifadhi, lihifadhi katikati ya moyo. Maana neno hili ni uzima kwa wanaolihifadhi, na neno hili ni afya. Anayeliweka neno la Mungu ndani mwake ana afya. Amina. Amina. Sasa anatushauri ya kwamba neno hili la Bwana tusiliachilie. Wapenzi, nakusihi usiliachilie. Usiliachilie. Mstari wa 23 ambao ndio kiini chetu. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Ukishaliweka neno la Mungu katikati ya moyo, anashauri hivi sasa, basi linda moyo wako. Kuliko vyote, neno lako umelihifadhi hili la Mungu, umeliweka katikati ya moyo. Sasa mwanangu, hakikisha sasa ule moyo sasa ulinde kabisa. Yaani anasema acha mambo yote. Katikati ya mambo mengi unayoshughulikia kuyahifadhi, anza na moyo. Amina. Amina. Anza na moyo.
Usianze na magari, kulinda magari kwanza, hapana. Usianze na kulinda makorofa. Makorofa ni mazuri, tunayahitaji, yanaleta heshima, yanaleta mapato. Lakini usianze na makorofa. Usianze na mashamba kung'ang'ana nayo. Anza na moyo. Priority. Jambo la kupeana muhimu kwako, mwana wa Mungu, moyo. Ulinde kuliko vyote ambavyo unavyovilinda. Yaani wewe una vitu vingi wa kuvilinda. Una nafasi ya kulinda jamii. Una nafasi ya kulinda kazi yako. Una nafasi ya kulinda mashamba na mali ambayo Mungu amekupa. Lakini pamoja na hizo vitu vyote, katika listi yako cha kwanza ni moyo. Kwa nini moyo? Anasema maana pale ndiko kunakofanya nini watu wa Mungu? Ndiko kunakotoka nini? Chemichemi ya uzima. So ukiulinda moyo, uhakikishe moyo uko thabiti, au utakuwa na hakika chemichemi za uzima zitatiririka. Amina. Amina. Chemichemi za uzima zitatiririka ukishaulinda moyo. Amina. Hata ukiambiwa matatu yako yamepata ajali, kwa vile moyo una amani, hautashituka. Umeshawahi sikia watu wanasikia habari na wanaanguka? Anapewa habari ya kushituliwa kuhusu mali yake, anaanguka, ndio mwisho wake. Alipewa habari ya kifo cha mtu wake wa karibu, ndio sasa pia mwisho wake ama mwanzo wa mahangaiko yake, maana alishtuka na akapatwa na stroke. Amina. Nasungumuza na wateule. Nasungumuza na kanisa. Linda wako kuliko vyote ulindavyo. Maana pale katika moyo, kwa nini tuulinde? Pale ndiko zinapotokezea chemichemi za uzima. Sasa mishituko na earthquake za maisha zikitokea, hata ukipata ujumbe upi, lakini moyo umethibitika, unaupokea na furaha. Amina. Au unamwambia Mungu nakushukuru. Ni ng'ombe wangu amekongwa, amekufa. Mungu wangu wewe ni mwaminifu. Wewe uliyenipa ng'ombe utanipa ng'ombe mwingine. Ni nyumba imechomeka. Baba nakushukuru, katikati ya kuchomeka kwa nyumba umenipa uzima. Nyumba nitajenga tena. Lakini kabla ufanye hayo maamuzi, lazima moyo huo umelindwa. Lazima huo umelindwa, huko sawa sawa. Amina. Lazima huo umelindwa. Lakini pasipo kulindwa, watu wanadhihirisha vituko. Amina. Nilikuwa kwa masishi, ndugu mwingine akasema hapana, nyinyi hamwezi mkaroka mama yangu na mnaniambia mimi ni perfect yaisha hivi hivi. Hapana. Hapana, nyinyi mmeroka mama. Siwezi nikasika mamangu yawe hivi hivi tu, hapana. Lazima nitembee. Haya. Basi, mtumishi wa Mungu, utembee uende wapi? Si mnaelewa hiyo lugha inamaanisha nini? Kwa nini atembee? Maana moyo hauna ukuta vizuri wa kupea comfort. Kumwambia ya kwamba mama ameenda, ama ndugu ameenda, lakini na Mungu anasema tutakuwa pamoja naye. Ni kwa mwili tu tumeachana. Mungu ameona vyema yeye aondoke, lakini tutakuwa naye milele. Tutafurahi mbele za Bwana kama ameokoka. Maana moyo umethibitika, moyo umelindwa. Amina. Paulo anawaambia Wafilipi, msifadhaike na jambo lolote. Wapendwa, ulimwengu huu una mambo mengi. Ulimwengu huu una mambo mengi ya kushangaza, una mambo mengi ya kuumiza. Lakini Paulo anaandikia Wafilipi ya kwamba msifadhaike na msiwe na wasiwasi na jambo lolote. Katikati ya haya mambo mengi, nyinyi jipeane kwa Bwana kwa dua na sala
Amina. Kwa nini? Anasema unapojipeana kwa Bwana kwa maombi, Mungu wa mbinguni atawapa amani. Atawapa amani isiyokuwa ya kawaida. Ukiwa na amani, watu wa nje wanajua na wanatoa ushuhuda. Wanasema hata alipoambiwa hata hakushtuka. Watu wa ulimwengu wanasema hivyo. Alipoambiwa hiyo habari hata yeye hakushtuka. Kama ningekuwa mimi, Bwana asifiwe. Watu wa ulimwengu wanasema kama ningekuwa mimi. Kwa nini anasema kama ningekuwa mimi? Kwa vile moyo wake hauna amani ya Bwana. Sasa yeye angefanya kipingine, angefanya vituko kuonyesha kwamba moyo wake umeumia. Lakini neno la Mungu linasema tusijisumbue, tujikabidhi kwa Bwana kwa sala na dua. Tunapojipeana kwa Bwana kwa maombi na dua zetu mbele za Bwana, analolifanya Mungu la kwanza ni kupeana amani. Kwa nini apeana amani? Maana anajua nisipompa mwanangu amani, mambo haya anayoyapitia sio rahisi. Sasa Mungu anapokupa amani, sikia watu wa Mungu, neno la Mungu linasema yapitayo, amani ya Bwana ipitayo fahamu zote za wanadamu italinda mioyo yetu. Bwana atapeana amani. Wapenzi, naomba kwa jina la Yesu, sisi ambao tuko katika mkutano huu, naomba Mungu atuhamishe hatua moja katika maisha yetu. Naomba Mungu atupe ufahamu na hekima jinsi ya kukumbana na mambo ya ulimwengu huu ambayo ni mengi. Naomba tujifundishe kumgeukia Bwana katika habari za kuvunja moyo, katika habari za kuumiza ambazo tunazipokea katika maisha haya ya kila siku. Tujifundishe kumgeukia Bwana. Kama kuna kitu natamani wapenzi, ni kwamba amani ya Bwana that surpasses all human understanding. Yaani watu wanajiuliza, amefanyaje akasimama? Juzi nilikuwa benki. Nilikuwa katika benki, nikawa nasikia ushuhuda wa wale watu wa benki ya kwamba customer mmoja alikuja kuripoti wizi au watu wakora. Hata nilipokuwa pale ndio nikatuma ujumbe katika wodi yetu. Nikaonya watu wa Mungu, usiingie katika mtego wa mtu kukwambia weka pini yako, sijifanya nini. Hizo vitu usifanye. Kuna wakora wengi katika mtandao katika kizazi hiki chetu. Sasa yule mtu alikuja ameibiwa katika KCB, ameibiwa 2.7 milioni, na katika Cooperative Bank ameibiwa 350,000. Zote zimekuja over 3 milioni. Lakini wanasema alipoingia hata haungejua ni mtu amepoteza pesa. Na wenyewe wakawa wanasema huyo mtu ana moyo mkubwa bana. Wafanyikazi wa benki wanasema huyo mtu ana moyo mkubwa. Sasa wanamlinganisha na mama mmoja pia aliyekuwa ameleta hiyo story. Ni mama mmoja alikuwa ameibiwa 80,000. Akalia, akaanguka, akatoa nguo zote ndani ya benki. Bwana sifiwe. Amina. Aliibiwa na conman. Walimwambia, wakamzungusha, wakamwambia weka pini. 80,000 wakamchukulia mkopo, sikaenda. Sasa alipoingia kwa benki akalia, akatoa nguo, akalia, akapiringika chini ya floor. Sasa walikuwa wanakombea huyu mmoja na huyo mwingine wa 3 milioni ambaye aliingia kuripoti kesi kana kwamba hajapoteza kitu. Na mama mwingine alikuwa amepoteza 600,000. Na akawaambia, nimepoteza kweli wanangu, lakini watoto wangu wananihitaji. 600,000 sitanishika, nitalipa tu, nitamaliza. Sasa watu watatu, watu wa benki wanatoa ushuhuda wao. Sijui wewe mtu wa Mungu ungekuaje? Sijui ungeipa lugha ya nyumbani? Sijui ungefanyaje? Maana haya ni maisha. Bwana asifiwe. Kama
Ndugu zangu wapendwa, ni moyo huo umesungukwa. Sikia, Paulo, Jumapili nikawaambia, ni mtu aliyekuwa msomi sana. Alipokuwa anataka ujumbe ueleweke, anatumia, na haya ndiyo mifano Yesu alikuwa anatumia akifundisha. Anatumia jambo la kawaida ambalo watu wanajua. Anasema mimi ni msabibu, maana watu wanajua msabibu. So akifundisha wanaelewa, inawaingia haraka, maana msabibu wanaijua. Amina. So Paulo anaposema ya kwamba amani ya Bwana italinda mioyo yenu, ukisoma katika kuhusu vita vya kiroho katika Wakorintho wa pili mlango wa 10, anaeleza jinsi ambavyo tunatakana tulinde maisha yetu. Licha ya kwamba sisi tuko katika mwili, lakini anasema sisi hatupigani kwa njia ya mwili. So anaeleza vile watu wa Mungu wanatakana kujihami. Katika Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 anaeleza vile mwenye haki anatakana avae. So nikasema amani ya mwenye haki katika moyo. Paulo analeta picha na kufananisha na askari wa Kirumi aliyekuwa amevaa, na ulimwengu wote ulikuwa unaogopa askari wa Kirumi. Ni askari hodari wamevaa. Na Jumapili nikawaambia mnaweza kuwaona katika silamu ambazo tunaziangalia vile walikuwa wamevaa katika kifua, wamevaa katika miguu, wamejihami na kila silaha ya vita. Sasa amani ya Mungu tukiwa nayo inatuhifadhi kama vile askari anaweza kulinda mtu. Amina. Sasa amani ya Mungu ni askari ambayo inahakikisha ya kwamba kilichoingia katika moyo hakiondolewi na mtu. Amani ya Bwana inasimama kulinda, kuhakikisha kile ambacho Roho wa Mungu ameweka ndani ya moyo wangu hakitachukuliwa. Lakini tukikosa amani, kama vile unaweza kukosa askari, mwizi atakuja achukue chochote anachokitaka na aondoe katika maisha yako. Kisha ubaki Mkristo wa kawaida, Mkristo wa manunguniko, Mkristo wa kulaumu, Mkristo wa kulialia. Maana moyo haujalindwa. Lakini linda moyo wako kuliko vyote. Linda moyo wako. Linda moyo wako. These are internal wounds in a person's life that does not necessarily manifest outside, but well known to the person wounded, that largely affects the psychological, emotional, spiritual, and at the end also physical well-being of a given individual. These are internal wounds. These are internal wounds in a person's life that does not necessarily manifest outside, but well known to the person wounded, that largely affects the psychological, emotional, spiritual, and at the end also physical well-being of a person affected. Majeraha haya ya moyo na mawazo mara nyingi hayaonekani nje kwa urahisi. Kitambo yaonekane nje, kitambo yadhihirishe, watu waanze kukuuliza mbona huna furaha siku hizi. Kitambo watu waanze kukuuliza hivyo, moyo wako umeliwa sana. Anasifiwe. Amina. Kitambo watu waanze kukuuliza mbona siku hizi hatukuoni na furaha yako ya kawaida. Maana haya ni majeraha yanaanzia ndani, yanakula ndani, yana affect moyo, na kutokana na pale, amina. Nimesema ya nje yana wepesi, watu watakukimbiza na ambulance, uende ufanywe dressing. Hayo ni rahisi. Lakini majeraha ya moyo, wengi wamejiua, wengi wamekunywa sumu, wengi wamefanya vituko, maana mioyo imeumia na imejeruhiwa na hawajatafuta suluhisho ya kuiponya. Ashukuriwe Bwana wapenzi katika Mungu, na kwamba baada ya fundisho hili Mungu atatupata zamu tofauti wa maisha. Mungu atatusaidia, tutakuwa na maamuzi tofauti ya maisha. Maamuzi yetu na mtazamo wetu wa maisha utakuwa tofauti na watu wasiomjua Bwana. Amina. So haya ni majeraha yanayojulikana na mtu ambaye ameathirika.
mahasira ambayo haikuwa tabia yake ya kwanza. Kuna kitu kinakula moyo wake. Amina. So nataka tufike pale tulikuwa tumefika. Sehemu hii ya pili ndio nataka tuiangalie. The causes of internal wounds. Tulikuwa tumeangalia mbili. Generational history and foundations. Tulikuwa tumeangalia hiyo, si ndio? First Chronicles chapter number 4 verse 9. Tukaangalia kijana anaitwa Yebesi. Yebesi alikuwa analiwa na mambo ya jamii yao. Tukaangalia ilikuwa katika hii ya pili, violated or abused trust. 2 Samuel chapter number 13. Naomba tusome hapa. Naomba tusome 2 Samuel chapter number 13. Violated or abused trust. Some hasa unaweza kusoma yote, lakini kwa ajili ya wakati naomba tusome kuanzia 16 hadi 22. 2 Samuel chapter number 13. Second Samuel chapter number 13. Nani yuko pale? (16 to 22). Samueli wa pili mlango wa 13 kuanzia fungu la 16, maandiko yanasema hivi. Tamar akamwambia, hapana, kunifukuza itakuwa vibaya zaidi kuliko yale uliyonitendea. Lakini Amnoni akakataa kumsikiliza. Akamwita mtumishi wake mahususi na kumwambia, toe huyu mwanamke hapa na ufunge mlango nyuma yake. Kwa hiyo mtumishi wake akamtoa nje na kufunga mlango nyuma yake. Tamar alikuwa amevaa joho lililopambwa vizuri, kwa maana alikuwa ndilo aina ya vazi alilovaliwa na binti za kifalme walio mabikira. Tamar akajitia majivu kichwani mwake na kurarua lile joho alilokuwa amevaa. Akaweka mkono wake kichwani, akaenda zake, akalia kwa sauti. Absalom nduguye akamuuliza, je, huyo Amnoni ndugu yako amekutana nawe kimwili? Sasa nyamaza, umbu langu, yeye ni ndugu yako. Usilitie jambo hili moyoni. Naye Tamar akaishi nyumbani kwa Absalom nduguye, akiwa mwanamke mwenye huzuni. Mfalme Daudi aliposikia mambo haya yote akakasirika sana. Absalom hakusema neno lolote na Amnon. Alikuwa zuri au Absalom hakusema neno lolote na Amnon. Likuwa zuri au baya, kwa kuwa alimchukia Amnoni kwa sababu alikuwa amemtia aibu Tamar dada yake. Hao watoto wote watatu ni wa mfalme Daudi. Tamara na Absalom mama yao ni mmoja. Amnoni mama yao ni mwingine. Lakini Amnoni amemtendea hiana dada yake Tamara, ambaye ni fumu lake Absalom. Bwana asifiwe. Na akamtenda madharau. Tamara akalia moyo wake kwa uchungu sana, maana ilikuwa ni aibu jambo hilo kutendeka, haswa ni wana wa kifalme. Likaumiza moyo wake. Lakini Tamara alipofika kwa ndugu yake Absalom akajua ya kwamba yamkini dada yangu Tamara hajatendewa haki na ndugu yangu. Sikiza watu wa Mungu. Sikiza maneno haya yanayomaliza ya kwamba akamfariji dada yake, na Tamara akakaa kwa Absalom akiwa mtu wa huzuni. Lakini Absalom hakunena na ndugu yake
hakujua. Walionekana kana kwamba maisha ni ya kawaida. Kumbe moyo wa Absalom umefanya nini? Umeumia. Umejeruhiwa. Sema umejeruhiwa. Amina. Amina. Moyo wa Absalom umejeruhiwa. Nazungumzia kuponya majeraha. Naamini kuna mtu majeraha yake yatapona katika ujumbe huu. Naamini kuna mtu atawekwa huru. Amina. Amina. Akachukia, lakini akaliweka katika moyo wake. Akanyamaza. Ukisoma kuanzia 23 ukiendelea, unaelewa kilichotendeka? Alipokuwa amenyamaza na moyo na majeraha, akawa anaendelea kuweka mikakati. Maana moyo umeumia. Wana ndugu yake Amnoni hataenda kwake akamwambia, ndugu yangu nimekuja. Mimi ni ndugu yako. Mimi nilikosa. Ndugu yangu naomba unisamehe. Hakuenda, akakaa katika kiburi na ujeuri wake. Absalom moyo umejeruhiwa. Anatembea, anafanya mambo yake, lakini moyo umejeruhiwa. Hakuna watu wanaojua. Akapanga mikakati vile atakavyompata ndugu yake Amnon ili amwangamize, kwa kuwa moyo hauna amani. Na ndivyo ilivyokuwa. Ukiwa na wakati, soma kuanzia pale. Akaweka mikakati yote mpaka akaomba ruhusa, akapanga sherehe kabisa. Akapanga sherehe, akaita watoto wote wa wafalme, mpaka akaita baba yao Daudi pia aje kusherekea. Lakini baba yake akasema, mwanangu, mimi sitaweza kufika kwa hiyo karamu. Lakini akamwambia, baba, hata kama hutafika, usimzuie ndugu yangu Amnoni. Amen. Usimzuie, nataka awe na sisi katika sherehe. Wakiwa wamepanga sherehe, akawa amechukua watu kwenye kazi wake, amewapa maagizo. Anasema atakapokuwa amelewa Amnon, nikisema strike, usimaliza hata sekunde moja. Amnon alirudi nyumbani baada ya sherehe. Hakurudi, aliuawa, si ndio? Maana jeraha alilokuwa amelipata Absalom kwa dadake kuumizwa halikupona. Na ndio haya maisha mnayasikia watu wanauana. Chanzo kikubwa huwa ni mtu fulani aliumia mahali, moyo wake. Violated or abused trust. Amnoni huyu ni dada yake. Dada yake, unajua, mnaelewa nyinyi wasomi wa Biblia, si ndio? Amnoni alianza na story ya kwamba mimi ni mgonjwa. Akalala kitandani, akamuomba baba yake, wacha dadangu Tamara. Sitaki mtu mwingine anipikie chakula, nataka dadangu Tamara hata anipikie. Tamara amepika chakula, anamwambia ndugu yangu, amka uje kwa meza ukule. Anasema hapana, mimi ni mgonjwa sana, siwezi nikaamka kuja kula kwa meza. Nataka nikule kwa mikono yangu nikiwa kitandani. Bwana asifiwe. Njama zote za ukaidi. He has violated the trust ambayo dada yake amejinyima wakati wake, akijua huyu ni ndugu yangu. Is my trusted brother. Naenda kuhudumia ndugu yangu. But Amnon had violated the trust. Hata chukulia heshima ambayo dada yake amempa kuwa kitu. Dada yake akamlilia, akamwambia, ndugu yangu sifanye jambo la hivi kama hili. Akakataa. He had violated the trust invested in him. Amina. So wakati unakosa kulinda heshima ambayo watu wamekupa, watu wametrust, amen, mara nyingi huwa nasikia serikali ikichukulia walimu hukumu kali sana. Mwalimu wa kiume pengine amemtizi mtoto shuleni. Sasa wanasema huyu mtoto alikuwa amewekwa kwako. You had been entrusted with this kid. Alikuwa ameletwa kwako kama mdhamini wake. Ili kuacha ukakeuka. And because of that foundation, ya kwamba
Jumapili tukiachana, nikasema kuna mama mmoja pale Rongai, nyuma ya Rongai, aliwaambiwa na rafiki yake, huyu mzee wako wao inaanzanga karibu rahisi tu. Walikuwa wanamwambia, huyu mzee wako mbona? Si mnaelewa hii maneno? Wanamwambia mbona? Mama anasema, nyinyi usiniharibie nyumba yako. Wanangu tulifanya harusi. Namjua. Angalia ile trust mama amepeana kwa mume wake. High trust. Fitina vinakuja lakini anasimama. Anasema mume wangu namjua. Amina. Kuna jamaa mwingine kule sehemu za Mwamangu. Alikuwa anafanya kazi ya usiku. Sasa watu wakanamwambia, huyu mke wako. Anasema, nyinyi bana, silete fitina kati yangu na mke wako. Anasema, sasa nilikuwa atasema tu. Mnajua hiyo maneno? Trust. Mtu amepeana maisha yake. Mtu amepeana moyo wake kwako. Wakati unakeuka, amechukua pesa akakupa. Hamkuandikiana, maana anajua huyu ni ndugu yangu. Ameniomba 20,000, hatutaandikiana, nitampa. Maana anamjua. Tunashiriki kanisa moja, anamjua. Anachukua fedha zake, anakupa. Trust. Yaani kati yako wewe na yeye. Nyinyi si mbari moja, si kabila moja, lakini uaminifu alio nao kwako. Anachukua pesa zake bila kuandikishana. Because of the trust. So when you violate that trust, ukeuke kinyume na yale mliopatana, ule moyo utaumia. Yule mtu ataumia. Wakati atakuja kuprove ya kwamba alikuwa anaambiwa kweli ni kweli, moyo utaumia. Kanisa la Bwana lisema amina. Amen. Moyo utaumia, lakini tumekusanyika kwa nyumba ya Mungu, tunatayarisha na Bwana ya kwamba hata utakapojipata katika hali hiyo, usikunye sumu. Amina. Usikunye sumu. Usiache wokovu. Sikuwa najua. Ni mwanadamu tu. Hakuna ngine. Ni mwanadamu tu kama wakora wengine. Usiwe na wasiwasi. Mpende Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Mpende Mungu. Usiruhusu majeraha ya kupata katika moyo wako because of the trust ambayo ulikuwa umepeana kwa mtu na ameivunja, ameichukua kama si kitu. Amekukoni pesa zako, ulimchukua kama ndugu yako, kama dada yako, ukampa, hamkuandikishana na amekuruka. Tena atasema mbele ya polisi, anasema alete mashahidi. Unajua sasa hapo ndio inaumiza sana. Anasema alete mashahidi wenye waliona. Hakuna mashahidi. Ulimpa nyumbani kwako, mlikuwa wawili, amekuruka. Amen. Sasa huu ndio wakati moyo umelinda na amani, unamwambia Bwana, ile 20 Mungu ni wewe ulinipa. Amina. Amen. Wewe ulinipa ile 20. Mimi namwachia huyu ndugu yangu. Namwachia kabisa, maana hata tukifanya kesi hata anaweza kunidai malipo tena. Unajua anaweza kukushtaki na mwambie jina. Anaweza kukushtaki anasema huyu ananiharibia jina. Tena ukamlipa zingine. Kuna watu si Bwana. Sasa badala usumbuke na yeye, mwambie ndugu yangu, tulikuwa wawili kweli, hakuna shahidi. Mimi ndio nilifanya makosa na kuachia kabisa. Mungu nimekukekea wewe. Wewe ndio uliyenipa hizo pesa. Na kuamini utatoa njia nyingine. Nazungumza na kanisa. Usiruhusu moyo wako kujeruhiwa kwa ajili ya mambo ya ulimwengu huu. Usiruhusu. Moyo wako ni wa thamani sana kuliko vyote ambavyo vinaweza kuzunguka nayo. Kanisa la Bwana liseme amen. Amina. Moyo wako ni wa muhimu. Hapo ndiko kunapotoka chemchemi ya uzima. Usiruhusu kwa ajili ya mambo ya ulimwengu haya ya kuishi. Usiruhusu. Simama imara. Ukeukie Bwana. Mwambie Bwana, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu. Wewe ndugu yangu nilikuwa nimemwamini kiwango hiki, lakini haya ndio ameyafanya. Wewe wajua Bwana. Sina shahidi, sina mtu
njia ya Mungu ya kunifanikisha tena. Amen. Narudia ndugu zangu, amani yako ni muhimu kuliko vyote ambavyo unaweza kufikiria. Number 3. Sources. The causes of internal wounds. Number 3. Broken relationships. Genesis chapter number 37. Genesis chapter number 37, verse 1 to 11. Broken relationships. Genesis chapter number 37, 1 to 11. Mtu yuko pale, nasa kwenda haraka tukumbuke wakati. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake za baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikiinama mbele ya miganda yangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto zake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiona? Je, mimi na mamako na ndugu zako tutakuja kusujudia hata chini? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akahifadhi neno hili. Yesu asifiwe. Broken family or broken relationships. Wakati mahusiano fulani yameathirika, dosari imeingia katika mahusiano, aidha iwe katika ndoa, aidha iwe katika biashara, ama uhusiano wowote ule. Wakati hauko katika misingi yake ya makubaliano kama ilivyokuwa kwanza. Bwana asifiwe. Huenda kuna mmoja wetu tukiwa hapa umeshawahi kuwa kwa chama ama merry go round. Umeshawahi ona mtu anapepewa vitu maana alithamini mwenzake kwa chama? Ndio. Tifime. Si kama ulikuwa na loan. Katika record ulifanya nini? Ulisaidia mtu kwa chama na nyinyi ni wapendwa. So ule uhusiano
umevunjika. Usiporekebishwa uhusiano ambao umevunjika, huwa ni shina ambalo moyo utaanza kuumia na pale. Jamii ya Yakobo, watoto wa Yakobo 12, ndoto za ndugu yao zilikuwa ni ndoto walizozitafsiri sawa, lakini Biblia inasema ndoto za Yusufu ziliwafanya ndugu zake kumchukia. Ndoto ya kwanza wakawa na hasira na uchungu na yeye, tena anarudi na ndoto ya pili. Biblia inasema ndio wakamchukia kabisa. Inakuwaje mtoto mdogo anatuambia hapa ati ya kwamba sisi tutamwinamia? Itakuwaje? Broken relationships. Hawawezi wakajua ya kwamba mambo ya madaraka na baraka na ukubwa ni ya Mungu. Ni mdogo kweli, lakini Mungu anaweza kumpa nafasi. Lakini wao wakawa wanaichukulia kimwili. Sasa ndivyo jamii zetu zilivyo. Si ndio wapendwa? Si ndio jamii zetu zilivyo? Ndugu mkubwa na mdogo hawasalimiani. Kisha walikosana na walikosana. Broken relationship. Hata huyu mkubwa akitafuta na adui, mdogo ndiye atazungumza vile anaweza kupatikana. Maana katikati yao hakuna mawaziano mazuri. Bwana asifiwe. Mbona ananiringia hata kama mtoto wako hakwenda university? Ndiye ananiringia. Wacha tuone wamefanya university, lakini tuone kama watafanya kazi. Moyo wa chuki na hasira. Moyo ulioumia. Uhusiano ulioumia. Nyumba ya Yakobo mwisho wake na maisha yao hayakuwa mazuri. Maana vijana hawa 11 wamekuwa na uchungu juu ya ndugu yao. Na yale majeraha waliokuwa nayo kutokana na ushuhuda wa ndugu yao ya yeye kuinua na kuwatawala, ukawa unainuka na majeraha ndani ya mioyo yao inaongezeka mpaka kiwango walipofika kumchukua ndugu yao na wauze. Ilikuwa imefika mbali. Mioyo ilikuwa imeumia. Kwanza baba anampenda. Pili analeta udaku kwa baba yetu kutushtaki mambo tunayofanya kule. Mioyo yao ikaumia. Ikaumia na ikaongezeka kuumia. Mpaka alipokuwa anawatembelea kuwajulia hali wakiwa malishoni, wakasema leo tutajua ndoto zake ambazo anazifanya nazo zitafika wapi. Maana tutamuuza, sasa tuone ni wapi tutakutana naye tumwinamie. Na wakamuuza kweli. Amina. Yale mauzo yametokana na nini? Mioyo iliyoumia. Jamii nyingi zimeshindwa kuja pamoja. Ni mbinu ya shetani. Hataki kuwaleta wandugu pamoja, walete forces yao pamoja. Jamii yoyote iliyoinuka ni jamii inayofanya pamoja. Napiga microphone yangu tena. Wahindi wameinuka na kuchezea utajiri wa Kenya, maana wana umoja. Muhindi ndugu na ndugu wanatembea katika umoja wa kushirikiana, wanajengana kama jamii na wanainuana. Sasa shetani anajua, na Biblia inaonya na inasema haswa ni chukizo wakati mtu anapanda mbegu ya mikawanyiko kati ya wandugu. Ni chukizo mbele za Bwana. Lakini shetani anajua hiyo ndio njia moja ya kuharibu potential ya jamii. Sasa aliyepata kazi kuwa mwalimu anaacha anasimama huko. Aliyepata kazi kuwa engineer anaacha huko. Hawana wakati wa kuja pamoja because of broken relationships in the family. Bwana asifiwe. Mtu aliyepepewa TV yake kwa vile alisai, wewe unafikiria itakuwa rahisi? Akimwona yule aliyechukua loan, atafurahi. Moyo wako utakuwa na amani. Moyo wako utaumia. Maana TV yake aliyenunua kwa kung'ang'ana imechukuliwa kwa vile alisaidia mtu loan. Broken relationships inakuwa ni chanzo cha mioyo kuanza kuumia katika maisha haya ya kawaida. Mioyo inaanza kuumia. Mioyo inajeruhiwa. Sasa mtu anatembea, mama anatembea, ama baba anatembea, lakini akiwa peke yake anaongea akiwa peke yake. Ananichezea. Huyu ananifanya mimi nalipa loan ya bure. Na wanangu wamefukuza shule. Sasa hayo maneno yanatoka kwa moyo ulioumia. Bwana asifiwe. Maneno yana express ya kwamba
Neno hili Roho Mungu ameleta, maana tunaishi katika maisha ya kawaida. Tuko na ndugu zetu ambao hawatupendi wengine, tuko na majirani zetu, tuko na watu katika vyama pale kazini wasiotupenda, lakini Roho Mungu anatuonya ya kwamba moyo wako ni wa thamani. Usikubali matukio ambayo unaweza kuyapitia katika maisha yako, usiyaruhusu yalete majeraha katika moyo wako. Kaulinde moyo wako katikati ya mahusiano ambayo yamevunjika. Simama na usonge mbele. Mungu ni mwaminifu, atakukusanyia watu wengine watakao kusunguka tena, watakao fariji moyo wako tena. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Broken relationships. Baba na mama wanafurukana kwa nyumba, alafu mmoja anatembea na uchungu. Nimezungumza hapa mara nyingi, wakati unaona baba anakatakata mke wake na watoto, ni jeraha ambalo limekaa kwa moyo. Wakati unaona nyumba imechengwa kwa karama na mtu anaimwagia petroli, anaichoma wakufe ndani wote, imetokana na jeraha lililo katika moyo. So ukiliruhusu, wapenzi, itakuwa na madhara. Usiruhusu. Hata kama liloni, mimba itaisha. Amani yako ni muhimu. Kanisa la Bwana lisema amina. Amina. Number 4. Mistreatment and denied justice. Mistreatment and denied justice. Judges chapter number 11. Mistreatment and denied justice. Judges chapter number 11, verse 1 to 7. Judges chapter number 11, Waamuzi mlango wa 11, mstari wa kwanza hadi wa 7. Mistreatment and denied justice. Kama mtu yuko pala aweze kusomea. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe umwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akamwambia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Hebu rudia tena. Hapo wapi? Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze. Akakaa katika nchi ya Tobu na watu mabaraduli. Biblia inasema watu wengine, inasema watu wasiofaa. Watu mabaraduli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba? Nyinyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Kwa nini mnijilie sasa wakati huu nikiwa katika taabu? Mkiwa katika taabu. Memaliza 11. Yefta, huyu baba alimzaa mtoto anaitwa Yefta. Na alipomzaa baadaye akaoa mke, na huyu mke akazaa naye watoto wengine. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema hawa watoto wengine wa huyu mama walipokuwa wakubwa, wakamwambia Yefta, wewe baba
kotini. Amina. Amina. Sasa wakamwambia, wewe hakuna chako hapa, wewe si wa mama yetu. Na hata kule kukimbia haikuwa vyema, yawezekana kulikuwa na njama za mauaji juu yake. Sasa yeye akakimbia, na Biblia inasema alipokimbia akaenda kujiunga na bandits, au ndio watu wa shifta wa kuvamia wakiiba, na katika ule ukora wake akawa shujaa wa vita. Ndugu zake waliomfukuza wakasikia habari ya kwamba ndugu yenu huko amekuwa mtu shujaa, na huku vita vimeinuka. Bwana asifiwe. Wanataka kuvamiwa na taifa lingine, wakasema sisi hatuna kiongozi hapa, na huyo kijana wetu tunasikia saa hizi amekuwa mtu shujaa. Wakapanga safari viongozi wa Gileadi, wakamfuata Yefta, wakamwambia, tumekuja maana kule nyumbani hali si nzuri, tumekufuata uende kuwa kichwa chetu ama kiongozi wetu katika vita. Sikia maneno ya moyo ulioumia. Amina. Sikia majibu ya moyo ulioumia. Yefta akawaambia, mna nini na mimi? Nyinyi mlinifukuza nikatoka kwa nyumba ya baba yangu bila chochote. Mna nini? Hayo ni maswali ambayo yanatoka katika kinywa, moyo ambao umejeruhiwa. Amina. Amina. Mistreatment and denied justice. Wakati mtu anaona hii ndio haki yake, kabisa hii ndio haki yake, lakini nimenyimwa. Atasema wewe namwachia achukue. Sasa anajua yeye ni mnyonge, hata akifaki hataweza, lakini moyo unaachwa na majeraha. So Yefta akakimbia, lakini moyo wake umeuma. Kwa nini ndugu zangu wanifanya hivi? Kwa nini watu wangu wanifanya? Si haya maswali ni mengi huko nje, si ndio? Amina. Kwa nini wakanifanya hivi? Kwa nini sikupelekwa shuleni? Kwa nini mimi sikupelekwa shuleni? Kwa nini watu wangu, ndugu zangu wakalipiwa school fees, na mimi nisilipiwe school fees? Kwa nini nikapewa shamba dogo? Maswali kama haya yanayotokana na mistreatment, mtu ambaye hatafanyiwa haki, mtu ambaye ameonewa, mtu ambaye haki yake imenyimwa, inakuwa ni chanzo. Usipolinda moyo wako, wapenzi, kama mtu aliandikwa juzi, makaratasi yake yako chini yako kabisa, yako juu, yeye ameandikwa permanent, yeye amefanya supervisor wako. Wewe una miaka 10, hakuna mtu anakuangalia. Wewe unafikiria ni rahisi? Bwana asifiwe. Tunakuja katika nyumba ya Mungu, lakini ni rahisi kweli? Kufahamu hiyo challenge ni rahisi kweli? Na huyu mtu ndiye anakuharasi tena. Certificate zako wewe uko juu, ulimaliza una degree, yeye ameajiriwa na certificate, lakini kwa vile kuna mtu hapa amewekwa haraka, amewekwa permanent, amewekwa kwa supervision, yeye ndiye anakuharasi. Umemaliza miaka 10, ana miaka 5. Si rahisi wapenzi, usipomlinda moyo wako. Si rahisi. Moyo utaumia usipochunga na kuulinda. Amina. Denied justice and mistreatment inaleta moyo kuumia. Mtu anapata, kwa nini nifanyiwe hivi? Kwa nini nionewe? Sasa hayo maswali, wakati mtu anaendelea kuuliza maswali kama Yefta, kwa nini mlinifukuza? Kwa nini hamkunipa urithi kwa baba yangu? Kwa nini mnanihitaji saa hii? Kwa vile moyo uliondoka na uchungu na moyo uliumia. Kuna kijana mwingine alikuja kuua jamii yao karibu watu 7. Baba, mama na ndugu zake na wafanyikazi. Sio kama mnakumbuka mambo hayo. Alikuja na akawaua wote. Bwana asifiwe. Maana kulikuwa na maoneo katika hiyo jamii. Jana ndio dadangu alikuwa anatupa ushuhuda. Kuna mtoto mwingine msichana amemaliza form 4. Amepata grade C+. Hayo tutaongea mbele. Lakini tunaongea mistreatment and denied justice. Usipochunga, wapendwa katika Bwana, maneno haya ninayoyasema utapata ya
kushinda, lazima ukaweze kushinda. Ili uwe na amani katika moyo, lazima ushinde. Ni kweli haki yako imedhulumika, ni kweli hutatendewa haki, lakini lazima ushinde ili moyo wako uwe na amani. Maana neno la Mungu limesema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana pale ndipo kunakotoka chemchemi ya uzima. Kanisa la Bwana liseme amen. 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 Linda moyo wako wapenzi. Linda moyo wako. Yefta akaumia. Yefta amejeruhiwa. Ule kujeruhiwa ndio kulimuingiza katika maisha ya ukora na uchambazi. Maana moyo wake umeumia. Akaamua kufanya maisha na mambo yasiyofaa, maana moyo umeumia. Tumalize na namba 4. Tumalize na namba 5. Tumalize na hii. Open belittlement that causes shame. Open belittlement. Open belittlement that causes shame. Open belittlement, yani maneno yanayodhalilisha mtu. Unaongea maneno ya kudhalilisha mtu, mpaka mtu anakuambia, ndugu yangu, ungekuja ukaniambia hiyo maneno peke yako. Bwana asifiwe. Mbona umeongea maneno kama hayo mbele ya watu? Bwana asifiwe. Amina. Open belittlement, yani maneno ya kudhalilisha. Wakati mtu anaongelesha maneno ya kudhalilisha, ya kumfanya hana maana, ya kumfanya hafai, wewe nao una nini hapo? Bwana asifiwe. Nakumbuka nikiongelesha viongozi wangu nikisema, wakati tuko katika mkutano, kila maoni ya mtu yanafaa. Amen. Kila maoni ya mtu yanafaa. Lakini kwa vile lazima tufanye na maoni moja, lazima tuje tukubaliane sasa. Huyu ametoa hili, huyu ametoa hili, huyu ametoa hili, lakini lazima tupate njia ya kuondokea. Lazima tukubaliane. Si ya kwamba yadani ni mabaya, lakini kwa ajili ya kufanya maamuzi jambo hili teteke, wacha tuende na yadani. Wacha tuiende na Mama Florence. Si ya kwamba hayafai ya msemasha, lakini ukiwa na mazoea, wakati hata watu wanaongea katikati ya maongeo, wewe nyamaza, wewe huna maana. Bwana asifiwe. Yani mtu amesimama kuchangia point ambayo kulingana na yeye kabisa ni roho Mungu amempa. Alafu wewe unasimama katikati ya maongeo. Hebu nyamaza wewe. Sasa nakwambia upuzikane. Watu wamekaa. Alafu wacha kuleta hapa upuzi wako. Hata kama atanyamaza, yule mtu ameumia. Kwa vile umemdhalilisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna msali aliambia mke wake, nilikuokota tu kwani kweli kulikuwa na nini? Nilikuokota tu kweli, nilikusaidia kweli kulikuwa na nini? Tena mbele ya watu. Ni kweli ulimuokota. Ni kweli ulimsaidia kwa hakufa na kitu. Ungemwambia akiwa peke yake. Mbona uliseme mbele ya watu mbona? Asifiwe Mwokozi. Na wakati mwingine mtu alikuwa anasema tu ni matani ndugu. Ni matani. Umeumiza mtu. Amina. Si matani. Wewe umeumiza moyo wa mtu. Umeumiza moyo wa mtu kwa maneno ya kudhalilisha na dhihaka. Naomba jamii ya Mungu katika vinywa vyetu yatoke maneno yaliyokolea Mungu. Maneno yatakayoleta neema kwa ndugu zetu. Maneno yatakayokuwa kama maji baridi wakati wa kiangazi. Maneno yatakayoleta matumaini. Self esteem. Maneno ambayo yatainua ndugu yako atoke chini
mahali pa uchungu na kilio asikie kufarijika. Maneno ya faraja, belittlement and open belittlement that causes shame. Inaleta aibu kwa maisha ya mtu. Tuandike maandiko haya, tutaendelea kuanzia hapa. Nehemia mlango wa 4 mstari wa 3. Nehemia mlango wa 4 mstari wa 3. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 4 hadi 6. Na Samueli wa kwanza mlango wa kwanza 4 mpaka 6 na mstari wa 6 mpaka 16. Tutaendelea kuanzia hapa. Baba, nakushukuru kwa jina la Yesu. Neno lako lina nguvu na neno lako lina mamlaka. Neno lako laponya, neno lako la fariji. Baba, kwa jina la Yesu, ninajua kuna mioyo imeumia. Najua Bwana kuna mioyo imejeruhiwa. Lakini Bwana, hekima yako ilete afueni kwetu kwa jina la Yesu. Baba, naomba katika mamlaka ya Roho Mtakatifu ukatuwezeshe kushinda kila vishawishi, utuwezeshe kushinda kila mishale Bwana ya moto inayoachiliwa na adui. Baba, kutafuta mioyo yetu na mawazo yetu, tukaweza kutakazika na tusimame kama mashujaa kutembea katika makusudi yako. Baba, naomba neema yako juu ya maisha ya watu wako. Kila mmoja wetu Mungu akaweza kusimama. Kila mmoja Bwana akaweza kujikabidhi kwako. Wewe uliye mwanzilishi na mkamilifu wa imani yetu, ukatusaidie katika yale yaliyo magumu kwetu kama wanadamu. Ukatusaidie, ukatuimarishe Bwana, maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana. Zaidi yote naomba amani ya Bwana ipitayo fahamu zote ilinde chemichemi ya mioyo yetu, kwamba wewe ni mwema. Kwa Kristo Yesu Baba, naomba nikishukuru. Kanisa la Bwana niseme amen. Amen. Tupe Bwana sadaka ya makofi. Tupe Bwana sadaka ya makofi. Tupe Bwana sadaka ya makofi kwa wema wake na neema yake katika jina la Yesu.